Hapa kuzungumza michezo. Mimi naitwa William Nicholas, wengi wananijua kama Nadi Daddy Charity Wizis Nadi Junior. Na leo niko na moja kati ya wadau wa soka, ni mshabiki lakini pia ni mtu ambaye analijua soka kiundani. Ligi kuu ya NBC imeendelea jana kwa michezo miwili, huku tukishuhudia rasmi Ken Gold wakishushwa daraja na Coastal Union, lakini mchezo ambao ulikuwa unapewa macho na watu wengi ni mchezo kati ya Young African dhidi ya Fountain Gate. Na mchezo huo bana haujamwacha mtu salama. John Noble amepewa mkono wa kwaheri, duru zinaarifu hivyo, na amemalizana tayari na Fountain Gate, na kocha wake jana aliweka wazi kabisa kwamba hatomtumia tena. Lakini leo taarifa zimekuja kwamba ametimuliwa kwenye timu ya Fountain Gate kutokana na yale makosa ambayo alikuwa ameyafanya kwenye mchezo wa jana. Kwanza, tuhuma za rushwa ndio kitu ambacho kinatajwa. 2+. Mambo vipi mwanangu? Kama kawaida nakwaje? Bana shwari. Fresh kabisa. Bana, ligi kuu imeendelea jana na tuhuma za rushwa zimeendelea kutajwa. Hilo neno rushwa limekuwa likizungumzwa sana, lakini mchezo nafikiri ulitazama vizuri. Magoli mawili ambayo aliyaruhusu John Noble, of course alikuwa ni makosa yake binafsi, lakini leo taarifa ambazo zinaenea ni swala zima la kuuza mechi ama upangaji wa matokeo. Tukio lilo lilitazamaje? Na je, ni sawa kwa raia wa kigeni kama yule kupewa mkono wa kwaheri? Binafsi kwa walichofanya uongozi wa Fountain Gate naona wamefanya kitu sahihi, kwa sababu Tanzania kama Tanzania tukizungumzia kwa ndani tuna makipa wengi sana wazuri. Alafu pia kitu kingine, kipa wa kigeni kutoka nje tunajua kabisa wanatumia hela nyingi sana hapa Tanzania. Ukianzia kwenye vibali, namna ya kuishi na pesa ambazo wanazolipwa ni nyingi sana. Na thamani pia wanaopewa katika ligi yetu ni thamani kubwa sana. Kwa hiyo kwa kipa kama yule kuja kufanya blunders kama zile, na haikuanzia pale. Hata ukizungumzia, ukiangalia kwenye mechi ya Simba kuna utoto fulani alifanya mpaka apewa kadi nyekundu. Udhuri moja tu ni kwamba timu yake haikuadhibiwa siku ile. Lakini pia tukianzia kama matokeo kama ile pale, ni kwa kipa kama yule si sawa kufanya vitu kama vile. Kwa hiyo mimi naona ni sahihi kabisa Fountain Gate kufanya kitu kama hicho, kumtimua. Tunaamini kwamba goalkeeper unapokuwa mgeni umetoka nje lazima uje na X factors za kuonesha kwamba wewe ni hodari, na kama ambavyo tunaona labda Djigui Diarra, Pinpin Kamara, ili hata hawa wazao wajifunze. Kwa hiyo ile dhana ya kusema mpira ni mchezo wa makosa, hiyo tuiondoe sasa, kwa maana hiyo uloizungumza. Hatuwezi kuiondoa dhana ya kusema mpira ni mchezo wa makosa. Huwezi kuiondoa kwa sababu hata wenyewe walioanzisha mpira huko duniani wanafanya makosa. Lakini unafanya makosa kwa namna gani? Kuna makosa unaweza kufanya, kipa kufanya makosa sio dhambi. Ndio maana unakuta makipa wengi bora washai kufanya makosa. Kama umemtaja Kamara, umemtaja Diarra, umeona kwa nyakati tofauti wote wamefanya makosa. Lakini unakuta mtu anafanya kosa leo, linakuja kujirudia baada ya miezi 6-7 au ligi kabisa inaisha, sirudie kosa kama lile. Tukizungumzia Noble kuanzia kwenye mechi ya Simba, tunazungumzia mechi hizi kubwa ambazo wengi sana wanazitazama. Kwenye mechi ya Simba, kipa wa aina yake huwezi kukuta kafanya kosa kama lile. Tukija tena kwenye mechi ya jana, kipa wa aina yake huwezi kufanya kosa kama lile. Tena ni material ya timu ya taifa, huwezi kufanya kosa kama lile. Kwa hiyo tunasema makosa yataendelea kufanyika, lakini unafanya kwa namna gani? Unafanya kwa mwendelezo upi? Hilo ndio swala kubwa ambalo mtu anaweza kumjaji mchezaji. Okay. Taarifa nyingine ilikuwa ni kwenye hapo tukisalia kwenye mchezo huo, kocha mkuu wa timu ya Fountain Gate, yeye aliwahi kuadmit kwamba yeye ni shabiki wa Simba. Sio dhambi kuwa unaipenda timu fulani. Lakini kwenye mchezo dhidi ya Simba alionyesha kuwakazia kweli Simba, na mchezo ule ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Watu wengi walitegemea ungekuwa ni mchezo wa kiushindani sana kutokana na kauli za kocha. Amesha admit kwamba yuko upande wa pili, lakini kuhusiana na kile ambacho kilitokea, inamfrustrate kwa kiasi gani kwa vile ambavyo unaona, au ilikuwa ni mind game? Kwa upande mmoja ni mind game, kwa sababu hata mwenyewe kocha baada ya kuongea ile kauli nikaona hapa ni Saidi kumuita Sidi. Lakini kilichokuja kutokea baadaye uwanjani nikaona yes, hii ndio aina ya mechi ambazo tunazihitaji sisi katika ligi yetu, kwa sababu walikaza kuanzia filimbi ya kwanza mpaka filimbi ya mwisho. Licha dakika nyingi pia kuongeza, wachezaji walionyesha kwamba sisi tunaitaka hii mechi na tunahitaji kwa hicho tulichokipata tukishikilie, na mwisho wa siku ikatoka kwa sare. Yeah. Young African wamebakiza mchezo 4 tuseme, pamoja na ule ambao haujachezwa wa dabi, na wameshafika point 60 hivi sasa. Ni 70
Ya Simba wana 57, wao jana wamefikisha point 70. Michezo ukiachana na mchezo wa Simba wenyewe walisema wachezi. Wamebakiza michezo mitatu, miwili nyumbani, mmoja ugenini. Kwa maana ya Namungo na Dodoma Jiji wote watakuja Dar es Salaam, wakati Yanga watatoka mchezo mmoja dhidi ya Tanzania Prison. Unaiona nafasi ya Young African kutawazwa kwa mabingwa mara 31 kwa msimu? Nafasi ipo kwa sababu anayezungumziwa hapa ni bingwa mtetezi. Na siku zote mtu anapenda kufanya mwendelezo. Kwa hiyo ana nafasi kubwa ya kutetea ubingwa wake kulingana na mwenendo wa ligi jinsi unavyoenda na wapinzani alibakishana nao. Wengi wakitoka mikoani kuja kuchukua pointi 3 kwa Simba, Yanga au Azam ni nadra sana. Itokee. Mara mwisho tumeona Tabora ndio alikuja kupata pointi hapa, lakini kilichoendelea yote tumekiona. Kwa hiyo nawapa nafasi kubwa ya kutetea ubingwa wao kwa sababu cha kwanza ni bingwa tetezi na pili nikiangalia mwendelezo wao na wanaenda mwendelezo mzuri. Kwa hiyo wana nafasi kubwa ya kuchukua kombe lao, ingawa pia inategemea na namna Simba atakavyokuja, maana pia wanasema vipolo sometimes huwa vinachachaga. Na ukiangalia Simba wakirudi kutoka kwenye kimataifa watakapokuja huwa watakuwa wanacheza baada ya siku 2, siku 3. Hiyo nao pia tutaangalia na namna ya wachezaji wao jinsi watakavyokuwa. Kunakuwa na injury sometimes, kunakuwa na fatigue, kunakuwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo wana nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa. Hauoni mpinzani ambaye anaweza kumchallenge Young African ukitoa Simba katika hawa watatu ambao wamebaki? Simuoni. Kwa sababu hata ukiangalia kina Singida wako mbali sana. Simuoni. Okay. Simuoni. Alright, tujikite kwenye mchezo wa kimataifa. Simba dhidi ya Stellenbosch. Ni Stellenbosch versus Simba itakuwa pale South Africa, itakuwa Durban. Na mchezo wa kwanza tumeshuhudia Simba akipata ushindi mwembamba wa bao 1-0, lakini kitaalamu kisoka kwa sisi watu wa soka tunasema wametanguliza mguu mmoja kuelekea katika hatua inayofuata. Kitu ambacho kimekuwa kikizungumzwa sana sio mchezo wenyewe wala sio matukio ya kwenye mchezo. Ni tukio moja tu la Jean Charles Ahoua kuweza kukosa lile goli dakika za jioni kabisa. Ili Ahoua arejee katika utimamu wa akili na wa mwili fresh kabisa kutokana na yale ambayo yamezungumzwa nje ya uwanja, ni nini ambacho anabidi azingatie kwenye mchezo unaofuata? Cha kwanza ni watu ambao wanamzunguka. Tukizungumzia watu wanaomzunguka tunazungumzia benchi la ufundi, tunazungumzia viongozi, tunazungumzia wadau wa mpira kama sisi. Tunamtia moyo kiasi gani kwenda na mechi ambayo inayofuata. Na ndio tukizungumzia benchi la ufundi, wana benchi nzuri la kuwaweka watu saikolojia ikakaa vizuri kabisa. Ikumbukwe pia kuna kama Chasambi kwenye mechi ya Fountain iliyopita alijifunga, lakini walikaa naye vizuri, kijana mdogo, wakampa moyo, walijua namna gani wao walikaa naye, lakini mechi iliyofuata aliassist na kufunga. Kwa hiyo hata kwake pia Jean Charles Ahoua sioni kama kutakuwa na shida yoyote kama wakikaa naye vizuri na kumweka visawa kisaikolojia. Sioni shida, ukiangalia ni professional. Kwa hiyo sidhani kama kwake itakuwa ni ina ugumu kiasi chochote kile. Naam, tuzungumzie mchezo wenyewe sasa. Kwa vile ambavyo umeona Stellenbosch wamekuja hapa Tanzania, Zanzibar pale, kwa vile ambavyo waliingia na game plan yao, walionekana kucheza taratibu, pengine ni kutokana na kwamba walikuwa away. Unaona kuna utofauti mkubwa unaweza kutokea katika mchezo wa pili? Utofauti utakuwepo, lakini hautokuwa mkubwa sana kwa sababu sijaangalia sana Stellenbosch. Ila mechi ambayo ilifanya mimi nikae ni waangalie ilikuwa ni mechi ya Stellenbosch na RS Berkane. Walicheza vizuri sana wale jamaa. Walicheza vizuri sana na wana nidhamu sana ya kulinda. Tukizungumzia kwenye nidhamu ya kulinda, wanayo kubwa sana kulinda. Ila kwenye kushambulia, huwa wanashambulia kwa tuseme kushtukiza. Wanakuacha wewe ucheze mpira alafu then wakushambulia kushtukiza. Na imani hata kule kwao watakapoenda kucheza watacheza same philosophy ambayo wanaitumia. Watamwacha Simba atawale mchezo then wao washambulie kwa kushtukiza. Sijajua Fadru na benchi lake wamejiandaa vipi kwenye kuwakabili wao, na inasemekana Fadru na yule anaitwa someone Paka, kocha wa Stellenbosch, wanafahamiana vizuri sana. Kwa hiyo nadhani kutakuwa na upinzani mkubwa. Hii mechi haijaisha nadhani. Hii mechi haijaisha mpaka ishe. Kuna nafasi. Nadhani Simba atakuwa na nafasi ya kufanya vizuri kule South Africa kwa sababu ni lini tunakumbuka Simba amewahi kufanya vizuri away kwenye michezo ya kimataifa?
Kwa ligi ya sasa hivi ambayo ya Simba na shirikisho amefanya vizuri mechi za nje. Amefanya vizuri mechi za nje, Sfaxien, wale Bravos, hata Constantine ilikuwa ni wao tu wenyewe walikuwa washashikilia usukani, lakini ni makosa tu madogo madogo yakafanya waadhibiwe, lakini walishafanya vizuri zidi ya Tripoli tumeona. Kwa hiyo wana nafasi. Ni wao wenyewe namna gani watakavyoamka, watachanga karata zao vizuri au watachanga vipi? Tutaona hapo. Lakini nawapa nafasi Simba. Twende kwenye asilimia hapo. Kati ya Stellenbosch na Simba tunatoa ngapi kwa ngapi? Stellenbosch na Simba na asilimia 54, Stellenbosch na 46. 54 kwa 46. Hazijaachana sana hizo. Kwa sababu hata hapa pia Dar es Salaam hazikuachana sana. Kwa maana ya Zanzibar. Zanzibar sorry, hazikuachana sana. Kwa hiyo hata kule napo hazitoachana sana. Kwa hiyo ni kama unatoa highlight ya kwamba inaweza katokea sare lakini Simba anaweza kashinda kwa sababu hapa tunazungumzia kwenye kufuzu. Tunazungumzia kwenye kufuzu. Kwa hiyo hizo asilimia nimeziweka kwenye kufuzu kwenda hatua inayofuata. Huenda Stellenbosch akashinda lakini Simba akafuzu. Okay. Yoyote ambaye atakutana na RS Berkane, maana yake yule tuseme ametanguliza miguu miwili, ameshinda bao 4. Berkane yule ni mtu mwingine kwa sababu tunazungumzia bingwa wa Morocco. Hapo haipo Wydad, haipo Raja Casablanca, hawapo sijui wale wakina nani. Kachukua bingwa tena amewacha pointi nyingi sana. Kwa hiyo na wanacheza vizuri, wana muundo mzuri sana kuanzia nyuma, kati mpaka kushambulia. Nyuma wanalinda kwa idadi kubwa, katikati wanatawala kwa idadi kubwa na mbele wanatawala kwa asilimia kubwa ya washambuliaji. Kwa hiyo ni timu nzuri. Ni timu nzuri sana katika mashindano haya. Na Fadlu anapaswa kuanza kuifikiria Berkane au bado hajamalizana na Stellenbosch? Bado. Aanze kwanza na Stellenbosch. Huko bado sana. Mimi nashukuru sana Paul Kayum. Shukrani Paul.